Kwa majina naitwa Mario Peter Gandie, ambaye ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mivumoni. Na kwa sasa niko hapa kama msimamizi wa ujenzi huu wa shule mpya, hii uwanja wa Panga ambayo tutaita Leonard Manyama kama Mungu akipenda. Na mimi niko kwa niaba ya mkurugenzi ambaye niliteua miongoni mwa walimu wakuu kuwa msimamizi wa shule hii. Na mshukuru mkurugenzi, alitutengea kwa awamu ya kwanza milioni 455 kwa ajili ya ujenzi wa huo msingi. Na huo msingi umeshakamilika. Nategemea tuanze awamu ya pili. Na kwa matumizi, huo msingi umetumia milioni 418 na imebaki milioni 36 ambayo tunategemea itaingia kwa awamu ya pili iweze kuendeleza katika hatua hiyo inayofuata. Na tumshukuru pia Mungu kwamba Rais wetu Samia kupitia mkurugenzi wa manispaa yetu ya Kinondoni na viongozi wetu wa manispaa wametutengea tena hela nyingine kwa ajili ya awamu ya pili, na ziko kwenye akaunti kule shule ya msingi Mivumoni milioni 661. Na mkandarasi wetu ameingia tena kwa awamu ya pili. Kama mnavyoona hapo, kazi zinaendelea na tunategemea kazi ifanyike kwa spidi ya hali ya juu. Nia yetu shule hii itakapofika Januari, basi watoto wetu wa shule ya msingi wa hapa waanze kusoma hapa, tuwapunguzie ule umbali. Watoto wanakokwenda kule Kunduchi, wale wanakwenda Pius Msekwa, waje wasome hapa. Kwa hiyo Mungu akipenda, matarajio yetu mwezi Januari basi shule ifunguliwe, wanafunzi waanze. Kwa majina naitwa Wilfred Harifred, engineer wa kampuni ya Mniko Company Limited. Hapa tunawashukuru sana serikali na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu pamoja na wananzengo. Kuanzia leo toka juzi tunapambana kusambaza material site, na kesho tuko hapa. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumaliza gorofa moja. Kwa baada ya siku 30 kila mwananchi atakayepita hapa ataona mabadiliko ya hapa. Kwa awamu mlioingiza tutaifanyia haki na kwa ubora zaidi. Asanteni na tunashukuru kwa kuamini kampuni yetu. Na kwa mujibu wa michoro, gorofa ngapi? Zinaenda gorofa 2. Gorofa 2. Madarasa mangapi? Madarasa yatakuwa kama 70 hivi. Kwa nafikiri wanafunzi watatimia. Kwa jina naitwa Amos Gakutwa, ni mwenyeji mkazi wa mtaa wa Wazo, kata ya Wazo. Mimi ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa neno aliloleta kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Na kwa kweli kazi inaendelea. Tangu tupate uhuru tumekuwa na misemo ambayo ya kutuzalishia namna ya kuboresha maisha katika nchi yetu. Msemo wa kwanza tunaufahamu, wa pili, wa tatu hadi huu wa 6. Sasa basi ninachoomba kwamba kwa niaba ya wananchi ambao mimi nimepata nafasi kuongea, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hili jambo alilitamka na mimi nikiwa shahidi kwenye mtaa wa Wazo, alisimama pale akaeleza kilio chetu sisi, na tunakuwa tunapata shida, hatuendi kwenye shughuli zetu, tunavusha watoto, inabidi tena tuache shughuli zetu tufuate watoto kuwarudisha majumbani. Lakini kwa huruma yake na kwa kuelewa na yeye kwamba ni mama, anaelewa uzito tunaofanya sisi wazazi wenzie. Kwa hiyo shule hii ni mojawapo kabisa ya kioo kuonyesha kwamba anatujali na anatukumbuka kwa namna tunavyohitaji kupata mahitaji. Lakini pia sitaacha kumkumbuka mbunge wetu ambaye ni Mheshimiwa Gwajima kwa namna walivyoweza kutupigania. Tunaye Mheshimiwa diwani hapa ambaye na yeye amesema kwamba hatagombea. Sasa ninasikitika sana kuona kwamba hatagombea. Kwa miaka 5 mimi naona kama vile alikuwa ndio anaanza kujua namna gani aweze kusukumia gurudumu. Naiomba sana CCM iendelee kuwa imara katika maisha ya kuhudumia wananchi. Hakuna nchi ambayo ni salama na sahihi kama Tanzania. Tunatembea
hatuombi vitambulisho. Tunakuwa wazembe kwenda kuchukua vitambulisho serikali za mitaa kwa sababu moja kubwa. Naomba leo muelewe. Baba zetu, kwa mimi ninaelewa, lakini walioko chini yangu, unakuta baba hajawahi kuambiwa amekamatwa au mama kwa ajili ya kitambulisho. Ndio maana leo tukiambiwa serikali ya mtaa inatoa vitambulisho, watoto wetu hawana umuhimu wa kwenda kuona vitambulisho. Wamekuja kuona umuhimu baada ya kuona kwamba kuna hitajika kwenye mitandao. Lakini hiyo yote ni kwa ajili ya nini? Serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunalala, tunatembea, watoto wetu wanaenda shule, akina mama hawana mawazo ya kuwafata. Sasa tuipe nini Chama cha Mapinduzi mitano tena? Mama Samia, kwa awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha wote hapa. Hii shule tumeipokea kwa mikono miwili. Japokuwa kulikuwa kuna changamoto sana, mpaka mwenyekiti wetu akawa wametaka kumpeleka polisi kwa ajili ya kusema wameiuza yeye pamoja na mbunge. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, shule inaendelea. Tunamshukuru Mama Samia kwa kunyosha mikono yake, kwa kuangalia watu wa Wazo tulivyokuwa tunateseka na watoto, kuwavusha barabara, wanagongwa na magari. Tena hatuna kilio cha kumlilia Mama Samia kwa kutuletea shule. Tunamshukuru mwenyekiti wa serikali za mitaa, namshukuru mbunge wetu pamoja na diwani, pamoja na mwenyekiti wetu wa tawi wa chama. Tunawashukuru wote. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia shule yetu iweze kumalizika na watoto wetu waweze kusoma salama.